majina naitwa William Mbogo, ni diwani wa kata ya Majengo, ambaye kwa majina mengine naitwa diwani mbombezi kwa sababu ni diwani ambaye nimetumikia kipindi cha miaka 31 ya udiwani. Mimi nimetumikia udiwani miaka 31. Ina maana vipindi 6. Kwa nini isiwe miaka 30 ikawa 31? Kwa sababu ifuatayo, kwamba zamani madiwani walikuwa wanachaguliwa pamoja na viongozi wa serikali za mtaa. Kwa niliingia mwaka 94 udiwani, mwaka ambao tulifanya uchaguzi na viongozi wa serikali za mtaa. Sasa baada ya ilipofika mwaka 99, serikali ikasema hapana, diwani tumpeleke afanye uchaguzi wake na wabunge na rais. Kwa hiyo badala ya kufanya uchaguzi mwingine mwaka 99, tukafanya uchaguzi mwaka 2000 kwa uchaguzi mkuu wa kugombea na rais na madiwani. Kwa hiyo sisi madiwani mwaka ule tulitumikia kipindi cha miaka 6 badala ya mitano. Ndio maana ukijumlisha unapata miaka 31 kwa kipindi 6 hivi badala ya 30. Kwa hiyo sasa nimeangalia kwa kweli muda umekuwa wa kutosha, nimetumikia vya kutosha, lakini nina historia ya kutumikia kata 3 tofauti. Nimefanya kata ya Kabungu miaka 15, ilikuwa kata moja kubwa sana ambayo sasa hizi imeshazaa kata nyingine 4, Nyagala, Kabungu yenyewe, Kakese na Mwankulu. Zote zilikuwa ni kata moja. Sasa hizi ni kata 4. Kwa hiyo nimekuja tena Misukumilo nikafanya kipindi kimoja baada ya eneo langu la kijiji cha Milala ambao nilikuwa natoka kwa mishani Misukumilo. Lakini ilipoanzishwa kata ya Majengo mwaka 2010 nikahamia hapa na penyewe nimekuja miaka 10 vipindi viwili ambacho sasa ndo naenda kukamilisha kipindi changu cha pili cha udiwani wa kata ya Majengo. Kwa hiyo miaka 31 kwa kweli ni mingi. Nashukuru sana wananchi ambao wamekuwa na imani na mimi. Kuanzia kata ya Kabungu nashukuru sana, tulifanya mambo mengi na nitaandaa documentary mtaiona tulichofanya kwenye kata zote. Lakini nawashukuru kata ya Misukumilo na vile nawashukuru sana kata ya Majengo kwa imani walionipa kwa kipindi hiki ambacho pamoja na kuwa diwani nilipata nafasi ya kuwa meya vile kwa 2015 mpaka 2020. Kwa hiyo mwaka huu mimi sitagombea, nitakuwa mpenzi mtazamaji, lakini nitashiriki kazi ya chama kusaidia chama changu kuweza kupata ushindi kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Zipo hisia kwamba kwa nini nimetoka kata ya udiwani na watu wanafikiriaga kwamba mwanasiasa huwa astaafu mpaka afya. Hapana. Mimi nimeamua kustaafu kwa sababu kwa umri wangu nimeona na ni muda mchache uliobaki wa kuwa na nguvu niweze kutumia kwenye miradi yangu. Mimi ni mchimbaji madini, ni mkulima, lakini vile ni mfanyabiashara. Kwa hiyo nataka muda uliobaki wenye nguvu nitumie ipasavyo kuweza kuimarisha shughuli zangu. Kwa hiyo kuna hisia kwamba labda nataka kugombea ubunge. Kwa tangazo kabisa mimi sigombei ubunge. Kuna hisia wengine wanasema labda baadaye huko mbele na natamani kugombea nafasi kubwa za chama, aidha wilaya au mkoa. Mimi ni waarifu kwamba sigombei nafasi yoyote kubwa kwenye chama. Labda itakapobidi naweza nikaomba nafasi yote ya ujumbe ili pauke sana kisiasa. Naweza nikagombea nafasi yote ya ujumbe labda wa kamati ya siasa au halmashauri kuu ngazi ya wilaya, basi niwemo humo ni kutoa mchango wangu. Lakini nafasi hizo nyingine zote kama watu wana hisia hizo, mimi sigombei ubunge, sigombei wenyekiti wa chama mkoa, sigombei wenyekiti wa chama wilaya. Kwanza na imani na wale waliopo viongozi wangu wa chama wanafanya vizuri kabisa. Wa wilaya anafanya vizuri, wa mkoa anafanya vizuri, chama kinaenda vizuri kabisa. Kwa hiyo sina tamaa ya kusema labda naweza kuja kupata hamu ya kugombea hizo nafasi. Lakini nafasi hizi za ujumbe taangalia hasa kwenye wilaya, labda halmashauri kuu naweza nikagombea kwa sababu tu nataka nibaki na nitoe mchango wangu. Hilo ni moja. Lakini la pili na tamani nitoe pongezi kwanza kwa rais wetu kwa kazi kubwa aliyofanya na viongozi wote kwa jinsi ambavyo nchi kupita nchi yote inanuka maendeleo. Kila kona kuna maendeleo, kila kona kuna maendeleo. Mpaka nashangaa hii pesa imetoka wapi? Lakini ni juhudi ya viongozi wa serikali hii ya awamu ya 6 kuongozwa na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Mama Samia Suluhu. Na hakika uchaguzi kwake utakuwa rahisi sana kwa sababu kampeni ameshamaliza yeye kwa jinsi ambavyo tunataka. Mheshimiwa, nafikiri umezungumza kuwa umeweza kudumu kwenye nafasi ya udiwani kwa muda wa miaka 31. Ni vyema Watanzania wangependa kujua katika mkoa wa Katavi kuna diwani yote ndani ya mkoa huu
aliweza kudumu katika udiwani kwa miaka 61, na nini mafanikio yako mpaka kuweza kudumu kwa kipindi kirefu namna hii? Mpaka sasa kwa mujibu wa takwimu madiwani ambao tumeshadumu miaka 31 tuliingia wote 94, wapo 4 tu Tanzania nzima ndio tuliobaki, na nafikiri karibu wote tunamaliza mambo yetu tunastaafu. Lakini siri kwa nini nimeweza kudumu, mimi siku zote nawaambia wenzangu, wanasiasa wenzangu kwamba kampeni yako inashaka kila siku, ndio kampeni yako. Kwa hiyo sio uwe unasalimu sana, unaenda msibani sana au na nini kipindi cha chaguzi, watu wana akili. Kwa hiyo maisha yako kila siku ndio kampeni yako. Mimi ujumbe kwa diwani atakaye kuja kwenye kata yangu, najua atapata shida. Imetokea kwenye kata nilizotoka ilikuwa shida kidogo, watu wanalinganisha, lakini waelewe Mungu alivyotuumba vipaji, hatukuumba pamoja. Kwa hiyo mimi ajitahidi sana kufuata misingi ile ya uongozi bora, na kama nilivyosema, kampeni yako inachapa kila siku, sio uwe mwema kipindi cha chaguzi. Kila siku ishi vizuri na wananchi wako, na kikubwa sana mwananchi wako anapotaka kuja asijikwae, yani asisite kwamba niende, nitapokelewa, atanipokelea simu, atafanya nini. Yani mwananchi awe anakuja kwa kifua mbele, gonge akaribishwe. Mwananchi awe anaweza kupigia simu hata saa 6 usiku, anajua utapokea. Ndio siri ya uongozi. Kwa hiyo kama nilivyosema, maisha yako kila siku ndio kampeni yako. Okay, kwa kipindi cha miaka 31 ambayo umeongoza ukiwa diwani pia ukawa meya, kitu gani ambacho unakumbuka kilikuwa kikupa kikwazo sana katika uongozi wako wa miaka 31? Nafasi ya umeya, kitu kilichonipa kikwazo sana ilikuwa tulirithi sisi kesi ya gari la taka. Ilitokea 2013 huko nyuma, ambapo kuna watu kuna mtu mzabuni alichukua gari ya taka, pesa ya gari ya taka milioni 62, lakini gari hakuleta. Kwa tatizo kubwa, kawa inabidi sasa watu wachukuliwe hatua. Sisi tumeingia 2015, 2016 yakaja maagizo kwamba watu wachukuliwe hatua. Sasa ikabidi tuanze kuzoa watu wote ambao walionekana labda alishiriki kikao cha bodi nini, lakini tulikuwa tunajua hao wahusiki, watu walioidhinishwa walikuwa ni watu wachache kama 3 4, lakini wao walikuwa wamekamatwa tayari, kesi iko mahakamani, lakini bado tukaambiwa na wale wengine wote walioshiriki. Hili jambo lilikuwa gumu sana kufanyia maamuzi, kwa sababu na kama tusingetumia ile busara ya tuliyotumia wakati ule kufanya yale maamuzi, tungefukuza kazi watu wasiohusika. Matokeo yake sasa wale watu 4 ambao ndio walikuwa viongozi wa hilo jambo walishinda kesi na wamesharudi kazi. Kwa hiyo kama siku zile pressure ilikuwa tunaipata, tungechukua wale maamuzi kwamba wafukuzwe, walikuwa watu 16, tungefukuza watu 16. Umeona, ambapo baadaye ingekuja kuonekana sasa wale ambao ndio watuhumiwa kubwa walikuwa mahakamani wameshinda kesi, wamerudi kazini, hao wengine mmeshafukuza, picha ingekuwaje? Kwa hiyo kulikuwa na mambo mengi, lakini tunashukuru tuweza kufanikiwa. Lakini kingine kwenye mradi wa barabara kilomita 7 hizi lami nzuri hizi, mradi ulichelewa kidogo, na sisi tulipata misukosuko kidogo, kwa sababu kwanza kupata mzabuni kulikuwa na pressure vile. Kuna watu walikuwa wanataka wapate, lakini tunajua uwezo hawana. Tukasimama imara na mkurugenzi wangu Bwana Nzungu wakati huo, mpaka tukapata yule mkandarasi, lakini na yeye ilikuwa ni mara yake ya kwanza kufanya mradi mkubwa kama ule wa lami aina ile. Kwa hiyo ulichelewa, basi maneno yakawa mengi sana, lakini mwisho wa siku tukashangaa baadaye lami ilivyomwagwa ile, kila mtu wenyewe ni mashahidi, ni lami bora nafikiri katika mkoa huu hakuna tena. Hayo ndio mambo ambayo kweli yalinipa shida kwenye uongozi wangu, lakini nashukuru kupita sana.